Sisi tumepigania hii shamba yetu wakati mrefu, kama miaka 10 imeisha, na inaonekana vile na kutoka wazazi wetu wanyang'anywe hii shamba. Kama baba yangu alikuwa supervisor huko Kakuzi, akakufa, akaacha mama yangu. Alipoacha mama yangu na watoto, Kakuzi wakakuja wakafukuza mama yangu. Walimtupanisha kama kitu mbaya. Walikuja wakamuita tu kama ni wanampeleka mahali pazuri. Wakamwambia, Nyambura, ebu toa watoto wako na vyombo zako tukupeleke mahali pazuri pa kukaa. Lakini wakatupanisha mama yangu mahali, walimtupanisha mpaka mama yangu akashikwa na depression. Kwa hivyo kutoka wakati huo mama yangu, watoto wake hawakusoma tena. Tukanyang'anywa huko kwetu. Tulikuwa na shamba mingi sana mpaka mahali kunaitwa Jericho huko Kakuzi. Tulikuwa na mashamba zetu mingi, lakini Kakuzi kuonyesha wanakupenda, lakini kumbe wanataka watunyang'anye mashamba zetu. Walichukua watu wengi wakawatupanisha. Mama yetu akatupanishwa hivi hivi. Wengine wakapelekwa milimani. Sasa mama yangu vile alishikwa na depression, angeweza kwenda mahali. Mama yangu akakaa kama ameshikwa na wazimu. Kwa hivyo mama yangu maisha yake ikaisha hapo hapo mpaka mama yangu akakufa. Kwa hivyo sisi tumekaa na shida ya hii mashamba. Tumekaa na shida sana sababu hata njia, barabara zote wametunyima mpaka barabara za kwenda huko milimani. Ndio sasa tukuja kuona kulingana na wewe ndio haki itendeke. Haki na kulingana na wewe, haki, justice kwa hii maneno yote ya land, kulingana na wewe inafaa kukua vipi? Ndio haki itendeke, ni serikali tu wakubali waturudishie shamba zetu, ndio haki itendeke. Hata Mungu akiwa mbinguni aone kweli wamefanya haki. Serikali wakubali tu watupatie title D, sababu tulishinda kesi na tuliwekwa kwa Kenya Gazeti. Kwa hivyo watupatie tu shamba zetu, ndio haki itendeke, na sisi tusikie kweli tuko Kenya yetu na tunafurahia Kenya yetu, na mpaka wazee wetu, sababu kuna wazee kabisa hawana mali, hata wao wasikie wako Kenya yao. Kwa hivyo watupatie tu na wakubali watupe title deed.